Yes, mtazamaji wa WWK TV, tuko katika kanisa la Dar es Salaam International Church, ikiwa ni siku ya maadhimisho au siku kuu ya juma hili la wanawake ambalo tumelianza kuanzia tarehe 23 mpaka leo ambapo ni kilele hasa ya juma hili. Tumepata nafasi ya kuwa na mkurugenzi mkuu wa WWK Taifa, mchungaji Faraja Hamuri, ambaye pia ametuhudumia katikati ya juma hili lote mpaka siku ya leo, siku ya kilele. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Unajisikiaje kwanza kuwepo kwenye juma hili la wanawake Dar es Salaam ambapo sio unapotokea? Kwa kuwa mimi ni mwanamke mtumishi wa Kristo, nimebarikiwa sana kupata fursa ya kuadhimisha juma la WWK katika haya mazingira mageni, lakini mazingira ya uwepo wa Mungu, kanisa la DIC. Niseme nimejisikia vizuri na nimehesabu kama ni baraka ya aina yake. Limekuwa ni juma la namna gani kuanzia siku ya tarehe 23 mpaka leo ambapo tunafikisha kilele au ni siku ya kilele cha juma hili? Limekuwa ni juma la baraka lililojaa huduma za mafundisho ya neno la Bwana. Tulianza na semina ya kanisa zima siku ya Jumanne, tukafuata na semina ya wanandoa siku ya Jumatano, tukawa na semina ya wasichana siku ya Alhamisi, na hapo pia tulikuwa na fursa ya vijana wa kiume kupata mafundisho, maana tunaamini vijana wote ni vijana wetu wanawake, na tunapolenga kuwa baraka kwa kanisa tunawafundisha wasichana na vijana wa kiume pia. Kwa hiyo wasichana wetu wamepata nafasi ya kuandaliwa kwa ajili ya siku za usoni. Ijumaa tuliendelea na semina ya neno la Mungu, na leo imekuwa kilele. Kama ambavyo umeona, sikukuu imekuwa ya baraka sana, na si tu kwa neno lililohubiriwa, lakini hata yale mambo yaliyoonyeshwa na wanawake wa DIC. Walijipanga vizuri na wamekuwa na maonyesho na nyimbo za baraka, hasa lile onyesho la niangalieni mimi. Naamini wanaotufuatilia mtandaoni wataangalia na kubarikiwa sana. Umekuwa kiongozi wa WWK kwa miaka kadhaa sasa. Natamani utuambie, ukiangalia maadhimisho ya miaka iliyopita na mwaka huu, kitu gani cha tofauti ambacho unakiona kwa wanawake kitaifa? Unajua, Mungu wetu ni Mungu wa mambo mapya, na ni Mungu ambaye hajaishiwa surprises za kutupa na kutuona na tukajisikia kwamba hatutembei tu katika mazoea. Ni mara yangu ya kwanza kushiriki katika sikukuu kanisa la DIC. Kwa hiyo utofauti niliouona ni kwamba kanisa hili wanawake ni vijana. Yaani hata ukiambiwa ni kwaya ya WWK ni vijana, wanawake vijana ndio wengi. Hiyo imenipa furaha sana mimi kuona kwamba WWK itaendelea sana kutoka vizazi vya kwetu na kuingia katika kizazi kipya. Hilo kipekee limenibariki. Natamani uzungumze na mabinti ambao wanakusikiliza sasa hivi kutoka maeneo mbalimbali ya kanisa hapa Tanzania. Ukiachilia mbali hao ambao wameshiriki hapa DIC na wamekutazama, una neno gani kwa mabinti nchi nzima? Ninao wito kwa wasichana kwamba hata sisi ambao ni wanawake leo tulikuwa wasichana. Kwa hiyo ninawaalika kadri wanavyoendelea kukua, wakue katika kumpenda Mungu, wakue katika kujifunza huduma za wanawake, washiriki, ili kadri umri wao unavyoendelea iwe rahisi kwao kujikuta tu wanaendelea na huduma bila kupata shida ya kwamba nilikuwa kijana, sasa naingiaje kwenye WWK. WWK ni idara ya wanawake, sio idara ya wamama. Kwa hiyo ukiwa mwanamke kijana una fursa ya kuendelea na utumishi huu bila kuchelewa. Amina. Wanawake taifa zima sasa wanakutazama. Zungumza na wanawake ambao leo wameadhimisha sikukuu hii ya wanawake kitaifa, lakini pia na wale ambao wataadhimisha siku nyingine za usoni. Ninatoa wito kwa wanawake watumishi wa Kristo. Tumehitimisha sikukuu, hatujahitimisha utumishi wetu. Tumepata tu fursa ya kusherehekea utumishi na kuadhimisha kipekee, lakini sasa ndio tunaanza kumtumikia Bwana katika mwaka mwingine tena. Kwa hiyo yale
yale makusudi yetu ya kuwa baraka tunapotumika nyumbani, kuwa baraka tunapotumika kanisani, kuwa baraka tunapotumika kwa mchungaji na familia yake, kuwa baraka kwenye mazingira tunakoishi, kuwa baraka kwenye taifa letu na ulimwengu. Tumechochewa. Sasa ndio tuanze tumtumikie Mungu kwa gia kubwa zaidi, kwa viwango vya juu zaidi kuliko ambavyo tumewahi. Mungu awabariki wanawake watumishi wa Kristo. Mungu akubariki sana mkurugenzi. Amina. Amen.